Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Nimetoka studio kidogo, sasa nipo breki, nataka tuzungumze kidogo. Unajua ipo hivi, kwenye masuala ya siasa za kimataifa na kwenye hatua ambazo mataifa wanachukua, huwa kuna formula ambazo wamekuwa wakizitumia, lakini kuna mizozo ya kimataifa ambayo inaitwa international conflict au inavyoitwa international dispute. Ni kwamba mataifa huwa yanaongozwa na mikakati, mataifa huwa yanaongozwa na malengo, lakini mataifa huwa yanaongozwa na operation. Kila taifa linapoingia katika nchi fulani, kuna lengo ambalo wamekuwa wameliandaa. Kwa mfano, kuna lengo ambalo Israel ameliandaa kwa nchi ya Iran. Kuna malengo ambayo Irani wameandaa dhidi ya taifa lao, lakini dhidi ya uvamizi wa wale ambao wanaitwa madhalimu au ushawishi wa kimagharibi. Kuna malengo ambayo yanayataka Marekani katika eneo la Guba, kwa mfano, kuna eneo la Iran. Kwa hiyo mataifa huwa yanaongozwa na kitu kinachoitwa target, malengo. What is the objective? Je, wamepanga kitu gani katika hayo malengo? Na kimsingi ni kwamba malengo ya taifa huwa ndio yanatoa tafsiri ya ushindi wa vita. Malengo ya taifa au malengo ya nchi katika nchi fulani huwa ndio yanatoa tafsiri ya ushindi wa vita katika nchi hiyo. Kwa mfano, lengo la Israeli kwa Irani ni kitu gani? Lengo la Israeli kwa Irani ni Irani ambayo haina silaha za nyuklia. Lengo la kwanza, first objective. Lengo la pili la Iran, lengo la pili la Israeli kwa Iran ni Israeli ambayo uhusiano wa kiuongozi unakuwa hauna uhasama dhidi yao. Lengo la Israeli kwa Iran ni kuhakikisha kwamba Irani haiyaungi mkono makundi ambayo kwa mtazamo wa kimagharibi yanaitwa makundi ya itikadi kali: Hezbollah, Houthi, Hatibu Hezbollah, Fanimiyun, Hamas. Lengo la Israeli kwa Iran ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na ushawishi na wanakuwa tunaweza wakaamua nini kinafanywa katika nchi ya Iran. Hayo ndio malengo ya Israeli katika nchi ya Iran. Sasa unapokuja na mkakati mkubwa kama taifa wa kuangalia namna gani unaweza kufikia malengo yako, una formula, na kimsingi ni kwamba tutapima ushindi wako wa vita kama utaweza kufikia hayo malengo. Naomba nirudie hapa. Tutapima ushindi wako wa operation ambayo umeianzisha kama utakuwa umeweza kufikia hayo malengo, kwa sababu kuna mikakati, kuna vitu vitatu, na nishawahi kusema mara nyingi kuna vipindi kwa watu ambao wananifuatilia au wananijua. Vita manake ni tactics, vita manake ni target, lakini vita manake ni operation, na hizi zinakuwa ni pure military. Kwa hiyo taifa ambalo limeshinda vita huwa linapimwa kwa namna gani taifa hilo limeweza kufikia malengo kuna hiyo taifa. Kwa mfano, kwa mfano mmoja, unakumbuka vita vya Vietnam? Marekani alienda Vietnam pale akasema kwamba anataka kupeleka kinachoitwa liberal values za kimagharibi, yani kupeleka mtazamo wa kimagharibi na kuweza kuondoa ukomunisti katika nchi ya Vietnam. Wakina Ho Chi Minh walishinda ile vita ya Vietnam. Kwa hiyo malengo ambayo alimpeleka Marekani kule nchi ya Vietnam hayakuweza kutimia. Vietnam ikaendelea kufuata itikadi za kijamaa za kikomunisti kipindi kile. Maana ni kwamba japokuwa Marekani aliua watu wengi Vietnam, alipeleka vinu vikubwa vya nyuklia, lakini bado, au vinu vikubwa vya kijeshi, lakini bado Vietnam iliendelea kubaki katika mtazamo wake ambao amekuwa akiamini. Maana kwa Marekani alishindwa vita. Okay, hoja ya pili.
Netanyahu alianzisha operation ya kuwamaliza Hamas baada ya kinachoitwa Oktoba 7. Akamua Yahya Sinwar, Ismail Hania, Mohamed Deif, na akaweza kuimaliza nguvu sana Hamas. Lakini jiulize kwamba lengo la IDF na Netanyahu na chama chake cha Likud kwenda katika eneo la Gaza ni kuimaliza Hamas. Je, Hamas imeisha? Kwa hiyo tutapima mafanikio ya Israel katika eneo la Gaza kama malengo yake yaliyompeleka katika hilo eneo yataweza kufanikiwa. Okay, turudi katika nchi ya Iran na Marekani na Israeli. Malengo ukiyatazama ya Israel ni kuondoa utawala wa mamula wa Ayatollah. Sasa ukitazama Irani nao wamekuwa very smart, wamekuwa na mkakati ambao of course nimetoka kuzungumza kwenye kipindi ambao unaitwa Mosaic System Doctrine au Mosaic Defense Doctrine, mkakati mahususi ambao mamlaka haijaudhiwa kwa mtu mmoja, wala mamlaka haitegemei mtu mmoja kuweza kutoa mtazamo au kutoa maamuzi kuhusu nchi. Mamlaka, taasisi za nchi zimegawanywa kule walipo na wanapigana lengo moja. Ndio maana imekuwa ni rahisi, anaondoka Ayatollah Khamenei, anakuja Mojtaba Khamenei, anaondoka Ali Larijani, anakuja Said Jadid, anaondoka Ali Shamkani, anakuja Ali Larijani. Mkakati ambao umewekwa kwamba akiondoka mtu fulani anakuja mtu mwingine. Maana ni kwamba lengo la msingi la Iran la kuendelea kulinda misingi ya taifa lake bado linaendelea. Okay. Marekani amekuwa akisambaza zinazoitwa global order, mamlaka na nidhamu ya kimataifa. Ndio kilichompeleka Marekani, kwa sababu lazima ufahamu kwamba kila taifa kuna Mashariki ya Kati, kila taifa limeenda Mashariki ya Kati kwa malengo yake tofauti. Mnaweza mkawa na common interest, lakini malengo lazima yaweze kutofautiana, kwa sababu mikakati is a process of flexibility. Yani mikakati ni swala ambalo linakubalika katika kuhusisha au kukubali matokeo. Kwa hiyo sasa hii vita Mashariki ya Kati tutakuja kuipima kwa namna gani watu husika wameweza kutimiza malengo yao vitani, kwa sababu tunashinda vita kwa kuweza kutimiza malengo. Sasa hivi nimeona, nafikiri nitaje kuzungumza baadaye, mkakati wa pande zote mbili kuweza kushambuliana kwenye maeneo nyeti, kwa sababu tangu vita hii imeanza, na mimi nilisema kwamba tangu mwezi wa pili nikisema kwamba kuna maeneo ambayo yanatajwa yanalengwa, maeneo kwa mfano ya idara za usalama, idara za ujasusi, maeneo ya nyuklia, viongozi na idara za kijeshi. Kwa mfano jana, kwa mfano katika eneo la, kwa mfano wiki iliyopita, kuna eneo kwa mfano la Khan, kisiwa mashuhuri na maarufu na cha kimkakati ambacho kimekuwa kikichangia zaidi ya 90% ya mauzo ya nchi ya Iran kimeweza kushambuliwa. Lakini pia tumeona kwa mfano jana mitambo ya gesi kule Saudia, mitambo kwa mfano ya mafuta kule Qatar imeweza kuharibiwa. Kwa hiyo ni mkakati sasa hivi ambao kutazama umekuwa kusabotage. Malengo ya vita yamebadilika. Ni mkakati wa kwenda kuharibu uchumi wa mataifa yote mawili. Na nafahamu kwamba hizi ambazo zinazoitwa mamlaka za ujenzi wa nchi huwa zinategemea uchumi kuweza kujiendesha. You know kwamba when you talk about war, you talk about economics. Unapozungumza vita, unazungumza swala zima la kiuchumi. Hakuna vita bila uchumi. Hauwezi kupigana vita bila uchumi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tunapoendelea tuje kutathmini nani amepata nini, kwa wakati gani, kwa nini na wapi. Nani amepata nini, kwa wakati gani, na kwa nini na wapi. Hiyo ndio kitu cha msingi cha kuweza kutathmini malengo ambayo yamekupeleka vitani kwenye nchi husika. Tunashinda vita kwa kutimiza malengo. Hatushindi vita kwa kupiga watu wote katika nchi, no.
Hiyo sio tafsiri ya kupiga vita, ya kushinda vita. Target, tactics na operation.